Balighu anni walau aya, nifikishieni japo aya moja. Jua tafsiri ya Qur'an tukufu, fahamu historia ya Uislamu, ijue sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na hadithi zake katika kipindi Nasaha za Ijumaa. Ungana nami Hamza Ramadhan Suleiman katika kila siku ya Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hapa Al-Hajar TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin wa ba'd. Waamini wapendwa, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala katika Ijumaa kama hii, katika kipindi chetu cha Nasaha za Ijumaa, ningependa tuhusiane kuhusu jambo zima la kutafuta ilmu. Allah tabaraka wa taala anatuambia kwenye Qur'an, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, je, wanakuwa sawa yule ambaye kwamba ana ilmu na yule ambaye kwamba hana ilmu? Swali ambalo kwamba tunaulizwa kwenye Qur'an, jibu lake pia liko kwenye Qur'an. Anatuambia Allah ya kwamba la yastawiyani mathala, hawa watu kama hawa hawawezi kuwa sawa, hawezi kuwa sawa kama watu kama hawa, ambaye kwamba ana ilmu na ambaye kwamba hana ilmu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadith, talabul ilm faridhatun ala kulli muslimin, ya kwamba jambo la kutafuta ilmu Waislamu ni lazima kwa kila Muislamu. Jambo la kutafuta ilmu ni lazima kwako wewe kuisoma ilmu ya dini ukaielewa. Uisome kwa dalili, si uisome kupitia juu, lakini uisome kwa dalili. Na katika vitu ambavyo kwamba vinafanya umma wa Kiislamu umekuwa na malezi ya kipuzi, umekuwa na fikra potofu, umekuwa na fikra za kikafiri, ni kwamba watu hawataki kutafuta ilmu hii ya dini. Ilmu kama hii ndiyo ngao, ilmu kama hii ndiyo mwangaza, ilmu kama hii ndio itakuonyesha uzuri na ubaya uko wapi. Lakini ukiwa huna ilmu ya dini, basi utambue wewe utafanya mambo kiholela holela. Ndivyo mambo hivi yanavyokwenda hivi sasa katika umma wa Kiislamu. Wanawake wa Kiislamu wamekuwa hawana maadili, watoto wa Kiislamu wamekuwa hawana maadili, wazee wa Kiislamu baada ya kuwa wao ndio wana hikma, lakini wao ndio wamekuwa wajinga wa Kiislamu. Haya yote yanatokea si kwa wengine, lakini ni kwa sisi. Na sisi wenyewe tukiulizwa tunasema kwamba ni digital. Hatutaki kusoma dini kwa sababu tunaona dini ni digital. Kwa hiyo tuna uwezo wa kufundisha mtoto wetu katika elimu zile zingine mpaka university, tukamlipia kila kitu, lakini kumpeleka katika elimu ya dini akasome hatuwezi. Ndipo tunarudi failure kufundisha failure, kwa sababu akifail mtoto wa Kiislamu standard 8 ndipo anachukuliwa anapelekwa madrasa, na huko madrasa kwenye anakopelekwa hapeleki madrasa ya kisheria, anachukuliwa anapelekwa madrasa za nyumbani, amalize miaka 2 hana alichosoma. Lakini akipita standard 8 anachukuliwa anapelekwa college, ama akipita standard 8 anachukuliwa anapelekwa high school. Huu ndio umma wa Kiislamu ambao kwamba kesho na kesho kutwa tunataka tuwe na mashehe, tunataka tuwe na mababa ambao kwamba watalea watoto wao na maadili. Ukimwona amesonga rasta unamlaumu kwa nini? Ukimwona amevaa crop top na baika anatembea unamlaumu kwa nini? Ukimwona ameshika bangi anavuta unamlaumu kwa nini? Ukimwona na mtoto wako katika kichochoro unamlaumu kwa nini? Hukumfundisha elimu ya dini, hakujua kwamba hili atakana kuwa hivi kulingana na dini. Kwa hiyo hakuna wa kulaumiwa, mimi husema kila siku, na haya ndio maneno ya maulama wanavyoeleza, ya kwamba wakulaumiwa kwa kupotoka kwa maadili ya mtoto ni mzazi kutompa ilmu ya dini yule mtoto. Watoto hawajui ilmu za dini. Ukimuuliza hivi sasa what is biology, anaweza akakujibu. Muulize, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa na miaka mingapi? Hajui mtoto wa Kiislamu, ati amezaliwa kwenye Uislamu. Huyo babake mwenyewe huenda hajui. Na ukitaka kuona maajabu, angalia katika vile vipindi ambavyo kwamba Muislamu anaulizwa swali la moja kwa moja, one on one sessions, uangalie maajabu. Muislamu hajui hata mtume wake majina yake matano, amezaliwa mpaka na miaka 63. Ni aibu ambayo kwamba tuko nayo. Talabul ilm
faridhatun ala kulli muslimin, jambo la kutafuta ilmu lazima kwa kila Muislamu, kwa baba, kwa mtoto, kwa yoyote atakayekuwa, kwa sababu ilmu ndiyo ukombozi wetu. Hatuna ukombozi wengine, na bila ilmu tutambue kwamba tuko hasarani. Na baba zetu pia majumbani watafuta ilmu, waongoze wake zao na watoto wao kulingana na ilmu ya dini, sivyo wanavyotaka wao. Na ndio maana tukasema katika nasaha iliyopita kwamba hawa ambao kwamba wanatafsiri maneno ya dini kinyume, wanatafsiri na hawa zao, ndio ambao kwamba wanaleta haya matatizo kama haya, kwa sababu baba pengine yeye ana watoto zaidi ya 10 na watoto wale hawashughulikii. Watoto kama wale hajui wamesoma, hajui hawajasoma, hajui wanasoma elimu ya kisheria ama hawasome elimu ya kisheria, kwa sababu ya kushikilia pali pamoja kwamba mathna wa thulatha wa rubaa, wake 2, 3, 4. Upuzi kama huo Waislamu wenye akili kama hizi, mtoto hajui Mola wake, hajui mtume wake, wewe ukikaa wataka kuisha sunna ya kuoa wake 2, 3. Talabul ilm, kwa sababu wewe mwenyewe pia takana urudi usome, hujaelewa ilmu hii ya dini, ndio maana ukayafanya hayo. Tunazungumza na wewe mzazi, rudi ufundishe mtoto wa ilmu ya dini, wewe mwenyewe usome, ujue dini kisheria, si upeleke na hawa zako vile unavyotaka wewe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.